Habari za saizi. Au nianze kwa kusema assalamu alaikum. Habari za saizi. Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo. Mimi ni mwanaharakati huru, mchambuzi huru na mwanasiasa huru. Nijiongezea neno hilo mimi na ndugu yangu Joseph Yona. Lakini mimi hapa nipo leo niko na mabosi zangu. Kwa mabosi zangu mtaniwia radhi kama nitakiuka kidogo kwenye kauli zangu, maana si wengine kidogo ndivyo tulivyoumbwa. Kikubwa kilichotuleta hapa ni kwa ajili ya taifa letu. Kilichotuleta hapa ni kwa ajili ya nchi yetu. Kilichotuleta hapa kwa ajili ya serikali yetu. Kilichotuleta hapa ni kwa ajili ya imani zetu. Hata ingekuwa ni wenzangu upande unaotoka Yona, kama wanatetea haki, ningekwenda kuzungumza kwa ajili ya kupata haki. Na huu ni upande ambao mimi binafsi unanihusu, tena kwa 100%. Kwanza ni taasisi ambayo mimi nipo, pili ni taasisi ya kiimani ambayo mimi niliokuwa nayo. Bahati nzuri serikali yetu haina dini. Ushanifahamu, ila watu wake wana dini. Sasa hapa nizungumze kidogo ama niulize Wizara ya Ardhi kwa maswali machache tu. Taasisi kama taasisi imeshalipa zaidi ya milioni 100 na ngapi mliniambia? 138. Na hizi pesa zililipwa kwenye control number ya wizara ama niseme kwamba hizi pesa zilienda serikalini. Swali langu ni moja tu. Kama hili eneo lilikuwa sio mali ya Al-Malidi, kwa nini serikali ama wizara ilitoa maelekezo Al-Malidi iweze kuilipa wizara kulipia ardhi? Swali langu la kwanza. Ushanifahamu? Swali langu la pili. Kuna nini? Nauliza huko ndani kuna nini? Kwa sababu ninaposema kuna nini, lengo na makusudio, mnatutia sisi kwenye kina Kombo, kwenye ubaya. Watu wanaoisema serikali, ushanifahamu, mnawapa mwanya baadhi ya watumishi ambao sio waadilifu. Ushanifahamu? Kama taasisi ya kiimani, Waislamu wamechangishwa misikitini, Waislamu wamechangishwa kila sehemu kwa ajili ya kwenda kulipa tozo ya ardhi ya taasisi ya Al-Malidi. Leo pesa zile za Waislamu zimeliwa, alafu waziri anapelekewa ujumbe, waziri anajibu kwenye media. Simlaumu waziri, bali namlaumu huyu mtu aliyebatilisha dokumenti za Al-Malidi. Kipindi wakati huo Al-Malidi imeshalipa pesa ndani ya serikali. Nasema nini? Siwezi kumlaumu waziri, ila waziri ana jukumu ambalo amepewa na Mheshimiwa Rais. Amemwamini na huu ndio muhula wake wa kwanza na imani. Mheshimiwa Waziri, ninakuomba kwa taadhima, kwa heshima, unapoletewa taarifa linalohusu kundi kubwa, ombi langu usisikilize watumishi wako. Baadhi yao hawana uadilifu. Liite mezani, wasikilize walalamikaji kama anavyofanya waziri mkuu. Ushanifahamu? Wasikilize walalamikaji wana hoja gani ya msingi. Nilisikitishwa baada ya kuona taarifa kwenye chombo kimoja cha habari, waziri wa ardhi akijibu baada ya kumsikiliza ama mtumishi wake, ni afisa wa nini yule? Kamishna wa ardhi. Baada ya kumsikiliza kamishna wa ardhi, baada ya kuwaita Al-Malidi kuwasikiliza, yeye akatoa majibu moja kwa moja. Sasa kwa staili hii hatuitengenezi nchi, mnatupa wakati mgumu sisi ambao tunaitetea serikali. Hebu umati kama huu leo hii unakaa upande wa pili, wale wanaotukana nchi wakaungana kule. Kinachotokea ni kitu gani kwenye taifa? Hatutaki ajirejee yale ambayo yanahamasishwa ili ajirejee yale Oktoba 29. Maana kuna mtu mmoja, jamani nitaniwia radhi, napiga na kwenye siasa kidogo. Kuna mtu mmoja yuko upande wa pili wa siasa anahamasisha tena maandamano. Ushanifahamu? Kwa sisi hayo hatutaki ajirejee, na hao watu wasipate pointi. Waziri, kama umeteuliwa na rais, jukumu lako ni kusikiliza kila aina ya changamoto zinazohusu kundi zaidi. Watumishi wako kero ndogo ndogo, vitu vidogo vidogo wanaweza kukuelezea, ukaangalia, mwisho wa siku mambo yakaenda. Leo tunaona hii nchi ina changamoto kubwa tunapokuja kwenye idara ya ardhi. Ni changamoto kubwa sana. Kuna wizi mwingi sana. Nazungumza haya, mimi nilikuwa nafanya naweza kusema kipindi cha nyuma nilikuwa nafanya habari za uchunguzi kuhusiana na idara hii ya ardhi. Kuna uozo mkubwa idara ya ardhi. Nasema ukweli. Wajirekebishe. Na waziri, rais kukuweka hapo, amekupa dhamana. Anajua huko kuna changamoto kubwa. Shahidi marehemu Lukuvi, mimi nimeshawahi kukutana naye, akaniambia mdogo wangu, kweli huko kuna changamoto, tuzisolve kidogo kidogo. Ushanifahamu? Kwa waziri kama kaingia kwenye hili jambo, kinachotakiwa yeye azisikilize taasisi. Taasisi zina hoja gani? Je, hizi pesa tumepigwa? Taasisi ya Al-Malidi hizi pesa zimepigwa? Zimepigwa na nani? Hivi kweli jamani,
hawa wakienda kusimama kila msikiti waliochangisha, jamani, zile pesa wizara wamezikung'uta na eneo umetulipa, kitatokea nini kwenye nyumba za ibada? Tunatengeneza uhasama usiokuwa na lazima. Viongozi mnaoteuliwa, simamieni majukumu yenu kiuadilifu. Hizi ni taasisi za kiimani. Mtu akiambiwa pesa zako zimetafunwa kwa sababu ya imani yako, ukimwambia chochote, huyu mtu anaweza akaenda kwa miguu yote na kwenda kufanya chochote. Kwa tunachokiomba kwa heshima na taadhima, kwa waziri kwanza, naanzia kwa waziri, tunakuomba kwa utulivu, naomba waite tena hawa watu wasikilize kwanza. Hata kama ni hawako sawa, wewe wasikilize kwanza, usikilize hoja zao na uwajibu hizi pesa zao zimekwenda wapi. Ushanifahamu? Baadaye tunaomba tena kwa utulivu mwingine kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu waziri wako watu wanaweza kawaita wakamsikiliza, lakini imani kidogo kwa watu imeshapungua kwa waziri. Nasema tu lo kweli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jicho liko kwako, ili jambo sio kumlilia Mheshimiwa Rais. Rais ana mambo yake. Haya mambo yako kwenye wizara zilizogaiwa. Ushanifahamu? Kwa tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndugu yangu Lameck Mwigulu Nchemba, kwa utukufu mzito, kwa heshima kubwa uliyokuwa nayo, tunaomba kutana na wazee wa Al-Maulid wenye mgogoro huu hapa Dodoma. Mwisho wa siku utakuja kupata picha nzuri, mwisho wa siku utatatua bila ya minong'ono ya aina yoyote. Mimi leo sina mengi, naomba niishie hapa. Waheshimiwa waandishi wa habari, Mheshimiwa Yona, waheshimiwa viongozi wenzangu wa taasisi ya Al-Maulid, mama yetu mjumbe wa kamati bodi ya wadhamini, mwenyekiti wa Dodoma, katibu wa Dodoma, mwenyekiti mkoa wa Dar es Salaam, nadhani itifaki imezingatiwa. Awali ya yote, kwanza nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, lakini pia niwashukuru nyinyi waandishi wa habari mlioweza kuacha shughuli zenu na kuweza kufika katika presi kama hii. Tunasema sisi kama taasisi kongwe kubwa ya Kiislamu Tanzania hatuna cha kuwalipa, isipokuwa Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi atawalipa katika kufikisha ujumbe wa namna hii. Na sehemu ya mwisho, kwa jina naitwa Abdulaziz Madenge, katibu mwenezi wa taasisi ya Al-Maulid, lakini pia ni mmoja katika wadau wakubwa wa amani Tanzania. Na taasisi yetu ya Al-Maulid ni moja katika taasisi ambayo ni wadau wakubwa wa amani, yaani maana yake kuhubiri na kuhamasisha watu wafanye amani katika nchi hii. Baada ya kusema hilo, mimi ninukuu kipengele kimoja tu cha katiba, alafu nitoe shukurani kwa wadau, hususan Bwana Yona, ndugu yetu Bwana Kombo, waandishi wa habari na Watanzania wapenda amani kwa ujumla. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba iliyoandikwa tarehe 26 ya mwaka 1977 ibara ya 13 inasema haki sawa kwa wote. Katiba hii, kipengele hiki, mimi nasema kwa upande wangu ni kitamu sana. Sasa kama kuna mtu anasema katiba ina matatizo, kwa upande wangu kipengele hiki naona kitamu. Inasema haki sawa kwa wote. Asalaba mtu akatae haki sawa haitakiwi kwa watu wote. Lakini kama tunakubaliana kipengele hiki ni kitamu sana, na singependa kibadilishwe. Kama kipengele kitamu sana na kipo ndani ya katiba ya nchi, basi sisi kama Al-Maulid ni wana Tanzania. Sisi kama Al-Maulid ni wananchi. Tunaomba tupewe haki yetu kama wanavyopewa watu wa taasisi nyingine. Tunaomba tupewe haki yetu kwa sababu tayari tumepita kwenye prosesi zote na ushahidi tunao, na baadhi ya wadau waliofika leo wameshuhudia na wameona kwa macho yao mawili, na ndio maana hata baadhi yao wakakubali kushiriki katika presi hii. Kwa hivyo ni muombe tena Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunajua ni mweredi, ni mpambanaji, anaweza katoa haki za watu, na kwa sababu ni kwa mujibu wa sheria, katiba inasema hivyo, basi tunamuomba Mheshimiwa hatupe haki yetu. Lakini mimi nina imani pia mama yetu Mama Samia Suluhu, huyu ni mtu ambaye anachapa kazi usiku na mchana, na kipengele hiki nadhani anakijua, na anajua taasisi hii inafanya nini katika nchi hii, na anajua kama ni moja katika wadau ambao tumekamata watu wenye imani zao. Wao wamekamata watu ambao ni watu wa nchi kisiasa, sio tumekamata watu kiimani. Watu wa imani ukiwaambia huwa wanaelewa, kwa sababu wanajua akifanya jambo anakwenda wapi? Peponi. Sasa sisi hatutaki twende huko na wala hatutaki tufikie huko. Sisi ni watu wa amani na tunahubiri amani, tunahamasisha amani, na ndio maana kwa namna moja ama nyingine leo tumetumia fursa hii tena kuwaita waandishi wa habari
ujumbe umfikie Mheshimiwa Waziri Mkuu, ujumbe umfikie mama yetu Mama Samia, rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Walifikie hili, walitazame hili, walione hili, na ikiwezekana waweze kutoa haki kwa Al-Mahdi, kwa sababu tayari Al-Mahdi inataka kufanya vitu ambavyo vina maendeleo katika nchi hii kwa Watanzania wote, si kwa ajili ya Waislamu tu, kwa Watanzania wote. Baada ya kusema hayo, nitoe shukrani kwa ndugu yangu Mwana Yona, mdau katika nchi hii. Nitoe shukrani kwa ndugu yangu Mwana Kombo ambaye pia ni mkurugenzi lakini pia ni mwenezi wilaya Ilala kwenye taasisi yetu. Nitoe shukrani kwa mama yangu, waandishi wa habari, mwenyekiti wangu, viongozi wa Dodoma ambao wako hapa kwenye press hii. Tunawashukuru sana tena sana tena sana, na tunatoa shukurani kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania endapo pia watalishirikia hili, na tunasema we are together, tuko pamoja kwa ajili ya kupeleka mbele muungano wetu, kwa ajili ya kupeleka mbele amani yetu. Tanzania idumu, Uislamu wetu tunataka uwe wa haki, na haki ndio hii tunaigombania. Kwa hivyo tunaomba haki yetu. Waadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.